Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa 11. Biblia inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Ndio. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Pepo wachafu wakawatoka. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo. Nao ni wapunga pepo. Wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu. Kwa hiyo hata wengine kuna watangatanga wao wanajaribu kutoa pepo. Amen. Baadhi ya Wayahudi wenye tanga wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao. Wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu wakisema. Ndio. Na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Wakasema tunawaapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa nani? Na Paulo. Na Paulo. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Skewa Myahudi. Kulikuwa kuna wana 7. Watoto ngapi? 7. Wa mtu mmoja kuhani walikuwa wana 7 wa mtu mmoja Skewa Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Amen. Kwa kuna kuhani mmoja ana wana 7 anaitwa Skewa. Amen. Wana wa Skewa na wenyewe walifanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia. Yule pepo mchafu akawajibu wana wa Skewa, akawaambiaje? Yesu namjua na Paulo namfahamu. Yesu namjua na Paulo namfahamu. Lakini ninyi ni nani? Lakini ninyi ni akina nani? Baba sifa. Amen. Baba sifa. Amen. Kwa sababu tukiangalia ninyi sio Bwana Yesu. Amen. Sio Bwana Yesu. Na ndio mama kanisa mengine ambao sio Bwana Yesu waga watogi pepo, wanajua kama hawa sisi ni wana wa Skewa, tusije tukatandikwa. Bwana pewe sifa. Ndio maana watoage pepo. Amen. Afanye miujiza, awatoe unabii. Amen. You get my point? You get my point? Amen. Wakasema Paulo, Yesu tunamjua na Paulo tunamfahamu. Ninyi na kina nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. Mara nyingi nimeshaona mambo haya. Nimeona wana wa Skewa wengi. Amen. Hata ukimwacha Yesu waga anajeruhiwa kiroho. Baba sifa. Yeye unapata majeraha, ulikuwa unajeruhiwa kiroho. Bwana sifa. Wangapi wanaelewa? Kwa hiyo sisi kuitwa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Amen. Lazima tuitwe kwa jina lake, maana sisi ni wa Yesu. Amen. Itatoka mahali tutakuwa tuita Kristo. Wangapi wanaelewa? Kwa hiyo tunataka kila mmoja pepo akujue kwamba huyu sio wale na wafahamu. Huyu ni mwingine, huyu namfahamu na Yesu namjua kwa sababu huyu ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Amen. Praise God. Amen. Kwa ukienda mahali popote umepatana nguvu ya giza na shetani, sikia, najua ananifahamu mimi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Bwana pewe sifa. Na amenielewa? Hali yoyote tukakutana nayo, eleza kwamba wewe ni wa Bwana Yesu kwa mataifa. Yaani shetani akisikia hiyo anaogopa. Bwana asifiwe. Na amenielewa? Wewe uliyebatizwa, wewe ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Sema mimi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Mimi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Muzimu wa babu, wa bibi, uchawi hauwezi kufanya chochote. Wewe ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Bwana asifiwe. Wangapi wanaelewa? Wewe ni wa Bwana Yesu. Mwambie niko mimi ni wa Bwana Yesu, popote ni wa Bwana Yesu. Mimi ni wa Bwana Yesu. Siwezi kuwa mwana wa Skewa. Siwezi kuwa mwana wa Skewa. Wana wa kutangatanga. Wana wa Skewa ni wana wa kutangatanga. Sisi tangi. Sisi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Amen. Na Yesu alisema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kanisa, Yesu alifia kanisa lake. Amen. Anasema nami nitajenga kanisa langu. Yesu anajenga kanisa lake. Unalita jina la mtu? Ila kwake hilo?
Baba yasifu. Na isema kanisa langu litaitwa kwa jina langu. Kwa hiyo ili ujue kama kanisa ni la Bwana Yesu, kwanza lazima liitwe kwa jina lake. Yes. Baba yasifu. Amen. Anasema ikiwa watu wangu waitwa kwa jina langu. Yani mpaka babu yako amemzidi Yesu. Kweli jamani. Unaitwa Adamu Lualala. Yani mpaka Lualala amemzidi nani? Yesu. Gari yako inaitwa kwa jina lako, sasa unaimiliki wewe. Baba ya sifa. Amen. Ukisema mimi ni wa Roman, anayekumiliki ni nchi ya Roma, Italy, sawa eh? Amen. Ukisema mimi ni Muengland, anayekumiliki ni nchi ya Uingereza, ndio maana yake. Ukisema mimi ni mtakatifu Joseph, anayekumiliki mtakatifu Joseph. Ipigie makofi kama unamiliki mtakatifu. Na Yesu alisema hivi, watakatifu walio hai ndio walio bora duniani. Amen. Hakuna mtakatifu aliyekufa. Soma pastor. Pale Matendo 19, anza mstari wa kwanza. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto. Ikawa Paulo alipokuwa Apolo. Apolo, sawa. Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu, Ndio. akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Je, akawauliza swali, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Amini. Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Wakasema Roho Mtakatifu ndio nini? Ndio kiazi au ni tunda? Hata kusikia Roho Mtakatifu hatukusikia. Hatukusikia. Hatujui Roho Mtakatifu kitu gani? Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Sasa nyinyi kama mlikusikia Roho Mtakatifu mlibatizwa kwa ubatizo gani? Okay, sawa. Nani hapa mzazi na mtoto ambaye alibatizwa akiwa mdogo? Kama uko hapa mtoto. Nani na mtoto hapo sasa hivi alishabatizwa zamani akiwa mdogo? Kuna mzazi mwenye mtoto hapa sasa hivi ana mtoto alibatizwa akiwa mdogo? Naomba niletee. Nyinyi watoto, hakuna watoto hapa ambaye mtoto ambaye hapa alishabatizwa kule zamani? Sasa mfano huyu mtoto amebatizwa, si ndio? Si ndio wengine tulibatizwa kwa watoto, si ndio? Haya. Mtoto. Ulimpokea Roho Mtakatifu ulipoamini? Hao jamaa wanabatizwa watu wadogo bwana. Mungu awasaidie sana. Mtoto. Ulipokea Roho Mtakatifu ulipoamini? Lakini washangaa wanakuambia huyu mtoto amebatizwa. Amen. Unaambia mtoto afanyaje? Ameshabatizwa. Hata Paulo anamuuliza, mtoto, ulipokea Roho Mtakatifu ulipoamini? Anajibu hapa. Hata wale wakamwambia hata kusikia kuna Roho Mtakatifu tukusikia. Ndio kama hawa. Baba ya sifa. Au tumuuliza tuambia. Hana jibu, si ndio? Sasa ndio ule ubatizo tunaosema. Akauza, je, mlibatizwa ubatizo gani? Mtoto, ulibatizwa ubatizo gani? Na hata inawezekana hajui kama alibatizwaga. Bwana apewe sifa. Amen. Mpeleke. Amen. Amen. Akawauliza, mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Yohana alibatizwa kwa ubatizo nini? Wa toba. Wanasema tutatoa dhambi ya asili, si kweli? Sisi tutaka ubatizo wa Yohana. Amen. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. La nani? La Bwana Yesu. Sisi tuna Bwana Yesu kwa mataifa yote. Unapobatizwa kwa jina la Bwana Yesu, wewe ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Haleluya. Amen. Wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Yes. Niliwabatiza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu, wakawa wa Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao. Angalia, nilikuwa tunatakaswa mikono, mnakumbuka juzi? Tukatoa ibada ya utakaswa mikono. Anasema na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Kanisa likishapokea Roho Mtakatifu linaenda kwa kutabiri. Ukiona kanisa linapinga manabii, linakataa prophetic, ujue kanisa halina Roho Mtakatifu.
Amen. Walipokwisha kupokea Roho Mtakatifu, alipokwisha kuweka mikono juu yao, wakapokea Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya na kutabiri. Wangapo menelewa? Hilo ndio kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Kwa ukisikia kanisa linapinga unabii, au ujue kwamba sio la Roho Mtakatifu. Baba, sio la Roho Mtakatifu kabisa. Roho akishakuwa juu yako, mama huyu yatokea. Unataka lugha mpya? Tabiri. Punga mkono wako juu. Wangapo menelewa? Wangapo menelewa? Amen. Sema That's why jana niwaambia mambo mengi. Ngomekuwa makini uanze kujua mazingira. Ni kwenye ibada ya jana niwafundisha. Bwana asifiwe. Amen. Wangapo menelewa? Lakini angalia dimension ya Paulo. Anaweka mikono tu, Roho Mtakatifu anaingia. Watu wanaipokea Roho Mtakatifu na wanatabiri na wananena kwa lugha mpya. Tunaomba hiyo nguvu ikatokea kwenye kanisa la Yesu kwa mataifa yote. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanaelewa? Kwa leo nakula chakula, Yes. utapokea nguvu ya ajabu. Amen. Na maisha yako yatabadilika. Amen. Punga mkono wako juu. Sema, babu ulionitesa leo ni mwisho. Babu ulionitesa leo ni mwisho. Babu ni mwisho. Babu ni mwisho. Babu yako ni mwisho. Babu yangu ni mwisho. Wanaokuroga ni mwisho. Wanaologa ni mwisho. Wanaokuchezea ni mwisho. Wanaochezea ni mwisho. Wana wa Mungu mlioko mahali hapa, mtafanikiwa mpaka mtashangaa. Amen. Yaani yaishi maisha ya Bwana Yesu kwa mataifa yote. Amen. Utakuwa na maisha mpaka utashangaa. Amen. Utaishi vizuri mpaka utashangaa. Amen. Utakuwa na raha, sio raha ya Pasaka au Krismasi, hapana. All the time uko na raha, una furaha. Amen. Punga mkono wako juu. Sio kwamba unafurahi siku ya Pasaka na Krismasi, hapana. Yaani Biblia inasema furahini siku zote. Si siku zote tunafurahi. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Punga mkono wako juu. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Asante. Mimi ni wa Bwana Yesu. Mimi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Kwa mataifa yote. Yaani nataka uwe Bwana Yesu mpaka sura ya Kristo iumbike. Yaani hata sura ya Yesu fanyaje? Iumbike. Hata sura, yaani mtu akikuangalia anasema huyu ni kama yeye, hata kutembea. Hata kutembea ni kama Bwana Yesu. Haleluya. Hata Petro na Yohana anasema huyu ni wa kwake. Kwa sababu hata tembea anatembea kama Asa unatembea kama babu yako. Nimwambia roho ya babu ikikuingia nyumbani wanakujua. Bwana asifiwe. Punga mkono wako juu. Yeye ifike mahali hata tembea kama Bwana, hata kaa kama Bwana Yesu. Punga mkono wako juu. Kitabu kile cha Mathayo, Pastor can lead. Kila maandishi 52 pale. Anza 45 hivi. Ufalme wa mbinguni tena, anasema tena, ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyostirika katika shamba. Yaani shamba lina hazina imefichika, hazina ya thamani, si ndio? So ufalme wa mbinguni unafanana na shamba. Ukute shamba kibaa au kinyelezi, ilo shamba lina dhahabu au almasi au tanzanite au platinum au diamond. Amen. Amen. Ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyonavyo vyote akalinunua shamba lile. Akaona shamba lina hazina. Unajua unaweza kuona kwenye shamba hapa kuna madini, si ndio? Ukafukia pale, ukaja mwenye shamba, tafadhali naomba uniuzie shamba. Kumbe wewe lengo lake ni ile dhahabu, ile hazina, si ndio? Amen. Kwa anasema alipoliona hilo shamba akaenda akauza vyote alivyo navyo, akaja kulinunua, akaja kulipata. Ndio maana akasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Bwana apewe sifa. Kwa ufalme wa Mungu ili upate lazima ujisacrifice. Lazima uwe tayari kutoa ulivyo navyo ili upate. Hauji hivi hivi.
Ufalme wa Mungu ni gharama. Baba ya sifa. Amen. To have the kingdom of God, it is too costful. Ni gharama. Baba ya sifa. Amen. Kwa auji kila rahisi hapa. Na Baba Paulo anasema hivi, licha ya kufungwa mimi Paulo, niko tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya Kristo. Ufalme wa Mungu upate ni gharama. Na ndio maana walokole wengi makanisani, mimi siwezi kumwacha Yesu kwa sababu nimegharimiwa vingi na Yesu. Amen. Kwa hiyo mwingine kumwacha Yesu kwenda kunywa pombe ni nyepesi kwa sababu hajaingia gharama. Yeye ukigharimia gari utaitunza. Usione watu kanisani watenda dhambi, hawajui gharama ya ufalme wa Mungu aliye hai. Amen. Sasa ukijua hiyo gharama, hauwezi kumwacha Yesu kwa namna yote ile. Sasa sisi wa Bwana Yesu lazima tuingie gharama kwa ajili ya ufalme wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mungu anaelewa. Kwa hiyo wewe nimekwazika naacha kanisa. Wewe unaacha ni kwa sababu haujui gharama ya ufalme. Lakini wanaojua gharama uwafanye chochote. Ni kama mlima Sayuni, hawatikisiki, wanadumu milele. Amen. Watu wameingia gharama kwenye ufalme wa Mungu, hawatikisiki, hawachezewi. Baba ya sifa. Amen. Mnaelewa vizuri eh? Kwa lazima uingie gharama ya ufalme. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri. Ufalme wa mbinguni mara ya pili unafanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri. Unajua lulu eh? Naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyonavyo vyote akainunua. Umesikia mfano wa pili? Yale mfano wa Mungu mfanya biashara ameona kuna lulu ya thamani, ina thamani kubwa nzuri, alikuwa anaitafuta, akaamua kuuza vyote alivyo kuja kununua hiyo lulu moja. Kwa ufalme wa Mungu sio hivi lele mama, unajigharimu vitu vyote, unabaki una chochote ili upate. Amen. Baba ya sifa. Amen. Kwa kanisani kama wewe kugharimu chochote, ukajigharimu vitu ulivyonavyo, ukajigharimu kila kitu kwa ajili ya ufalme wa Mungu, mwanangu, wewe haujaingia. Kinachohesabu kwamba umeupata ufalme ni gharama kiasi gani umeingia kwa ajili ya ufalme. Oh yes. Baba ya sifa. Amen. Amen. Kinachokuja kumaanisha umepata ufalme, tunakuuliza wewe Epi, wewe John, wewe Ana, umeingia gharama kiasi gani kupata ufalme? Umeelewa? Baba ya sifa. Kwa ufalme wa Mungu ni gharama. Umejitoaje? Watu waliuawa, unajua, walimwaga damu, walipigwa mawe kama Stefano, Yohana wakata shingo, wanagharimu mpaka uhai wao kwa ajili ya ufalme. Leo mnafia CCM na Chadema, upumbavu uliopitiliza. Ya leo naenda kufia Chadema na fifia CCM na hizo mfi. Bwana pia sifa. Amen. Tulia kwa Yesu wewe. Bwana pia sifa. Amen. Acha ingia gharama. Bwana pia sifa. Ingia gharama kwa ufalme. Wako penelewa? Hivi unjaona watu unafia vyama Yaani siasa inakuwa Simba na Yanga. Simba na Yanga. Simba na Yanga, yeye mtu anazimia Simba na Yanga. Hajawahi kuzimia kwa ajili ya Yesu au Mungu aliye hai. Simba na Yanga na kuzimia, unazimia. Yeye kuna hapa. Yeye ukimwambia Simba na Yanga, ukiweka mahubiri ya Simba, ukiweka mahubiri na Yanga, anazima TV kwenye mahubiri anaangalia Yanga. Yuko moyo mtu. Na kuangalia wewe uliotoa jeni jana, na kuona wewe ulitoa TV ya maombi ukawa. Yeye utashangaa mtu anaenda kwa ajili ya kuangalia TV ya Simba na Yanga, haende kwa ajili ya kuangalia mahubiri. Unaangalia dakika 90 bila kulala. Kusoma Biblia dakika 90 ni muujiza. Punga mkono hapo kama unasoma Biblia dakika 90. Yesu akiongeza, jamani, hata Yanga inanizidi, hata Simba inanizidi. Punga mkono wako juu. Haleluya. Ufalme wa Mungu anafanya biashara. Aliona lulu nzuri, akaenda akauza vitu alivyo navyo, akainunua. Mwambie jirani yako, umeshagharimia nini kwenye ufalme wa Mungu? Yaani ufalme wa mbinguni kuupata sio kuleta matatizo.
Kama nimeupata baba, naomba chakula nimeupata. Hii hamna gani. Baba sifa. Amen. Yale ufalme wa Mungu unajigharimu nini kwa ajili yake? Ili na yeye ajigharimu kwa ajili yako. Ufalme ni kama ikulu. Si ndio? Unafikiri Mama Samia ikulu ameingia hivi? Unafikiri mwaka Disemba wanaingia hivi? Wanafanya gharama hivi wanafanya kuchagua kazi nyepesi. Yesu nibembeleze nibe. Yaani Yesu atoka hapa aje kubembeleza wewe. Yaani Yesu kakosa kazi ya kufanya aje. Mwanangu. Yesu akubembeleze wewe. Ni nyimbo za kijinga. Nibembeleze, nibebe. Yesu nibebe. Yaani Yesu akosa kazi ya kufanya aje akubebe wewe. Yaani kwa nyimbo mingi ukisikia unasikia hasira. Bwana pesa nibebe, nibebe, nibembeleze, nibebe. Yaani Yesu akosa akubebe wewe. Yeye shakubebaka msalabani, pale msalabani ashamaliza. Ni wewe mwenyewe kuingia au ingia kashamaliza. Yeye haja kubebe tena. Alishakufa, akafuka, ameshamaliza kwa wote. Swala kuingia ni la wewe mwenyewe. Ujigharimu uingie. Amen. Mwanangu, ikulu ipo. Ikulu ipo. Na uzuri wake kila mmoja anaruhusiwa kuwa rais Tanzania. Uongo kweli? Amen. Hao vipi? Unafikiri una point? Hata wewe unaruhusiwa gharama zako, kama unaweza kupambana na kinyang'anyiro, kama unaweza kujitosa na wewe kaingia, ingia. Hakuna mtu atakupiga risasi au bita. Gharama zako. Wanaohubiri injili duniani kote ni gharama. Wangapi naelewa? Amen. Msione matv mikutano mikubwa inafanyika. Unafikiri inashuka kutoka mbinguni? Wanalipa billions. Niangalia mkutano mmoja umefanyika juzi Chema Uingereza, kwenye uwanja mkuu wa Uingereza, umeongeza zaidi ya bilioni kadhaa. Wote wanaingia gharama. Tena ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini likakusanya samaki wa kila namna. Hata lilipojaa walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali wabaya wakawatupa. Kwa hiyo kanisani kupendelea sio dhambi. Kanisani wanapendelea damu. Hapana. Sema ufalme wa mbinguni umefanana na nyuya na wavu ulitupa baharini, ukavuta samaki wakajaa. Baba ya sifa. Walipojaa wakaanza kuangalia, huyu ni samaki, huyu ni sato, huyu sijui ni nini, changu, huyu ni nyoka, hii korokoro. Bwana ya sifa. Amen. Hii nini? Bwana ya sifa. Kwa hiyo wale wabaya wakawatupa. Kwa ufalme wa Mungu kishaingia, lazima uwe mzuri. Ukiwa mbaya utaondoka tu. Mbona yeye mpigi makofi? Hiyo ipige makofi sasa. Imeeleweka zaidi. Ufalme wa Mungu umefanana, ilipojaa walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Kwa hiyo unapoingia kwenye ufalme wa Mungu, jiandae kwa, yani ujue kwa Mungu ni mzuri, mimi ni mwema, mimi nimeingia, nimekamilika. Unanisikia? Kwa hiyo be first out sio dhambi. Amen. Hivi huyu tumevuta wengi, tumevuta sasa huyu ni kambale au ni kifutu? Baba ya sifa. You get my point? Mnaelewa vizuri Kwa ukiingia kwenye ufalme wa Mungu, ujiandae, ni gharama ya kuwa safi, kuwa mtakatifu, usiwe mbaya. Amen. Hiyo ndo maana yake. Ukishaingia unahakikisha tabia zako sio za nyoka. Amen. Tabia sio za kenge. Kenge na makucha hivi. Baba yake na kualuza watu. Praise God. Ukiingia kwenye ufalme wa Mungu, unahakikisha unakuwa mzuri, sio mbaya. Wangapi naelewa? Yaani ukienda mtaani, wanasema huyu ni samaki. Huyu ni samaki. Unakujua ni samaki. Baba ya sifa. Huyu ni Bwana Yesu wa mataifa yote. Ana tabia kama za kwetu. Wakikuweka wewe na sio Bwana Yesu, wanaona tofauti. Wangapi naelewa? Nimeleka hivi.
Muulize jirani, kuna tofauti hapo? Ukiwa kazini, ofisini, wanakuona huyu mtu mbona sio kama sisi. Uliza, mimi nimefanya kazi, they know. Amen. Amen. Bwana pesa sifa. Amen. Wanaiba, isogeze. Kwenye kuiba hupo. Amen. Tupige dili. Sawa, sogeza. Bwana pesa sifa. Inaeleka Amen. Tuna kuiba, kuchinja na upo. Sasa mnapiga mumbea na wewe upo. Wakipiga mumbea kaa pembeni. I remember when I was in the school, nilipokuwa chuoni. Walikuwa najua nikiwa chuoni. Tukienda kwa discussion, wanaangalia. Tibet yupo. Wasema jamani, sio mtumishi hapo, nini mwanafunzi? Wasema mtumishi yupo. Hapa kuna matusi, hatuna chochote. Kwa hiyo tuna discuss, awaongee tu sasa hivi. Wanafahamu wote ndio discuss nao. Bwana pewe sifa. Nikiondoka sasa, tumepona. Hapo ombeo utaanza. Bwana pewe sifa. Yaani nikiingia ghasia inatulia. Bwana pewe sifa. Nikiingia ghasia zote shetani ana bow down. Wanafanya vituko mbele yako na unaangalia. I remember niingia saluni moja hapa. Kuna saluni moja niliendea. Nenda kwenye saluni moja. Kafika pale. Nikuta kabinti kamevaa nguo iko hapa. La. Nisio kama vile wametia kitu kwenye kichwa yangu. Nguo iko hapa. Nikakamata juu hapa. Na mwenye saluni juu hapa. Uwe kaba. Hapana. Hizo huko ndani. Bwana pewe sifa. Nikapata msano. Toa mapepo ule ndani. Katarika makofi. Amen. Wewe ni kaba. Eti nimeajiriwa saluni na kata hapa. Nikuone. Wewe ukivaa vizuri ndio hawanyolewi. Ndio mafuta wapaki. Cha ujinga hapa. Baba eti nafanya kazi naweka. Wakujue wewe waambie singomba. Yesu wangu naye. Mimi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Atakaye kuajiri ili akuzalishe. Mwambie achana mimi wewe. Mimi ni mkubwa kuliko wewe. Toka hapa. Hana adabu. Hana adabu. Lazima ujulikane wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Utakapokuwepo adabu iwepo. Utakapokuwepo watu wakujua kama hauwezi kusema umbea ukiwepo. Amen. Hauwezi kudanganya ukiwepo. Hauwezi kuiba ukiwepo. Waone hofu. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hapa utajua Mungu ameingia kazini. Wangapi wanaelewa? Watafahamu Yesu ameingia kazini. Amen. Watajua Yesu amefika. Amen. Utakushangilia. Amen. Watajua Yesu ameingia kazini. Amen. Baba pewe sifa. Amen. Punga mkono wako juu. Wangapi wanaelewa? Sema mimi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Mimi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Malizia chini hapa. Nikutume kazi. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Ndio. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki. Na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakakokuwa kilio na kusaga meno. Bado hamjalia bado. Ambie hawajalia bado. Bora fikiri hawajalia bado. Amen. Malizia chini. Yesu aliwauliza, mmeyafanya hayo yote? Wakamwambia naam. Wanafunzi wakamwambia naam, tumeingia gharama. Angalia wanafunzi wake, hao ndio tunaotaka Bwana Yesu. Wakamwambia naam, tumeyafanya. Tumeingia gharama kupata ufalme. Amen. Tumeingia gharama kupata nini? Hayo yote akauliza mmeyapata? Na wauliza mmeyafanya ninyi? Na wauliza hayo mmeyafanya? Wote kimya. Baba ya sifa. Inahitaji uyafanye hayo yote utakuwa kwa faida. Baadaye akamwambia, waliposema tumeyafanya, akasemaje? Akawaambia, kwa sababu hiyo, kwa kuwa mmeyafanya hayo, kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni, kila mwandishi wa habari, scribes, kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba. Amefanana mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Praise God. Ukishafanya hayo ndani yako, unaanza kuwa scribes.
unaanza kuwa mwandishi. Anapongea Skype, nilikuwa naongea uandishi wa habari. Habari zote duniani zote, taarifa unazojua duniani zote zimeenezwa na waandishi wa habari. Yani mtu yeyote unayemuona, unayemfahamu, taarifa yote unayosikia unaifahamu, kuna mwandishi wa habari, kuna mtu alikupasha, kuna mwandishi wa nini? Wa habari hiyo. Kuna ripota wa hiyo habari. Hata habari za rais, za Ikulu za Tanzania, wanaozitoa, wanaozieneza ni waandishi wa nini? Tumeelewana? Hata anasema mkishapata hayo kiatokea, mtaanza kupokea elimu. Kila mwandishi mtapokea elimu ya ufalme nini? Wa mbinguni. Na mnakuwa waandishi. Unakuwa mwandishi, sema wa ufalme wa mbinguni. Unakuwa mwandishi wa Yesu Kristo. Unakuwa mtoa habari, mwandishi wa habari. Wewe asubuhi na habari za Yesu unazo. Unakuwa mwandishi wa habari za Yesu Kristo. Yani unaeneza habari za Bwana Yesu. Praise God. Leo unahitaji watu wawe waandishi wa habari. Anasema kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni anafanya mtu mwenye nyumba atoae kwenye hazina yake vitu vya zamani na vipya. Maana yake ni kwamba ndani yako unakuwa full of Old Testament na full of New Testament. Unakuwa ndani yako umejaa agano jipya na agano la kale. Tukikaa na wewe hapa, mtu wale wa dini ya agano la kale utasema nao, wa agano jipya utasema nao. Utaeneza habari zote za ufalme wa Mungu ambazo ni za agano la kale na la jipya. Wangapi wanaelewa? Leo nimekuja kukutangaza uende kuwa mwandishi. Bwana pewe sifa. Nahitaji kuwa mwandishi. Amen. Nahitaji kuwa mwandishi wa habari. 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 Amen. Uwe mwandishi wa habari. Amen. Uwe mwandishi wa habari. Amen. Uwe mwandishi wa habari. Amen. Yani kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, sisi ni waandishi wa habari za Yesu. Yani sisi tunataka kupeleka habari za Yesu kwa kila mtu. Bwana pewe sifa. Amen. Kila utakaye kutana naye unamwambia habari za Yesu Kristo. Bwana pewe sifa. Amen. Unaeneza habari za Yesu kila mahali. Na leo kutakuwa mwandishi wa habari. Amen. Leo kutakuwa mwandishi wa habari. Nani anasema nitakuwa mwandishi wa habari? Nitasema habari za Yesu. Nitamtangaza Yesu Kristo. Nitaongea habari zake. Na kwenda kuwa mwandishi wa habari za Yesu Kristo. Nataka kuandika habari za Yesu, kueleza habari za Yesu. Ukikutana na ndugu zako, jamaa zako, marafiki zako, unawaambia habari za nani? Za Yesu.